Hii ni ziara ya mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM jiji la Mbeya, Afrey Msomba, akifuatilia kero na matatizo ya wananchi katika masoko ya jiji la Mbeya, sanjari na kuangalia utekelezaji wa ilani ya chama hicho na utendaji wa serikali katika soko la Iwambi, kata ya Iwambi, jiji la Mbeya. Kiongozi huyo wa CCM anayesimamia utekelezaji wa ilani kwa ngazi ya jiji amekutana na wananchi na wafanyabiashara na kusikiliza kero zao. Tumekuwa tukipokea kero nyingi sana kutoka kwenye maeneo ya soko ndani ya jiji la Mbeya. Sasa nikaona nipange ziara ya kufanya kwenda kuzisikiliza kero hizi kwenye maeneo husika ya masoko. Takriban masoko 18 ambayo nimeangalia na nimepigiwa simu sana miongoni mwa masoko hayo wakiwa na changamoto na kero nyingi sana. Nikaona badala ya nyie kunifuata ofisini, ni bora mimi nikaja huku kwenu ili msiache shughuli zenu za msingi mnazoendelea za ujasiriamali na za kiuchumi. Tuwafuate huku na tusikilize kuna kero gani, na baada ya hapo kama chama chenye dhamana ya kutekeleza na kusimamia ilani yetu ya uchaguzi, na tuliahidi haya, na kati ya mambo muhimu ambayo tuliahidi ni kusikiliza kero za wananchi na wanyonge, kazi anayoifanya Mheshimiwa Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli, lakini na sisi wasaidizi wake lazima tuzifanye kazi hizi, na hakika kupitia Chama cha Mapinduzi kero zozote ambazo zitakuwa maeneo haya tuna uhakika zitaenda kutatuliwa. CCM oye! Ndugu zangu, basi niwakaribishe sana. Kero hizi mnazo nyie, mmenipigia simu na mimi nikaona inafaa tuje huku kuzisikiliza kero hizi. Diwani wa kata ya Iwambi, Humphrey Mlawa, ameongoza wakazi wa kata yake kuwasilisha kero za wananchi katika soko hilo la Iwambi. Kiujumla wana Iwambi wanapata shida sana upande wa soko. Hili soko si rafiki kwa wananchi wa Iwambi kabisa. Si rafiki. Ukiangalia watu wa Iwambi ni wengi na watu maarufu, lakini ukiangalia soko lenyewe ni duni. Kwa mimi naamini ya kwamba tukipata majibu sahihi tutayafanyia kazi kwa ajili ya kuboresha hili soko. Kama ni halmashauri tukomane na halmashauri. Kama chini ya chama tukomane chini ya chama. Ili angalau tupate picha kamili. Hivyo nisiwe maneno mengi. Najua ninyi ndio mna kero nyingi. Na hapa mbele tuna kiongozi mkubwa wa chama ambaye pia ana uwezo wa kupeleka mambo yote haya ndani ya chama na serikali pia. Hatuna ofisi ya soko hapa. Hatuna kiongozi wa soko. Hata kwa namna yoyote ile ukipata shida ndani ya soko hili, wakumpelekea ni nani atatue? Na mji unazidi kukua, mji wetu wa Iwambi unakuwa. Sasa hatuna soko, maana kwamba soko, tunapotaja soko si soko tu la kuuza vitu, ni soko pamoja na kutatua matatizo mbalimbali. Kwa mfano, pangekuwepo hata na soko hapa, hata wajasiriamali hao wangekuwa wamejiorganize, wana ofisi yao, wanaoita watu wanakuja wanakaa hapa, wale watu ambao wanahusika na mikopo na nini na kadhalika. Watu wangekuwa na mitaji yao hapa kwa kupitia soko lenyewe. Sasa liko kama ni poli tu ambapo mtu anauzia, anaondoka, anauzia, anaondoka. Kuna mjumbe mmoja amesema walikuwa wanajichumia tu kama shamba la bibi. Mtu hata kifikiria akuja kuna nini, kuchukua kodi anachukua. Hivyo basi, ningependa labda Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii tunapoongelea kuhusiana na hili soko, sina maneno mazuri ya kukuambia nikwambie nini, lakini mradi tu umechajua soko Iwambi hatuna soko. Ni kweli hatuna soko, tuna magenge, sio magenge, ni magenge, sio soko. Sasa kitu kama hiki Mheshimiwa, na mji jinsi mnavyokuwa, hata ukienda hapo unapita barabara, unapita ukiangalia Iwambi ina mandhari mazuri. Lakini mandhari mazuri yanaletwaje? Yanaletwa na miundombinu. Sasa mgeni unapokwenda twende sokoni, akifika kuna soko kama hili atakuuliza, Iwambi yenyewe leo kunasema iko wapi? Ili soko limekaa hapa. Kwa hiyo kila mmoja anayekuja hapa anakuja anachukua ushuru, anaondoka. Anapochukua ushuru anaondoka. Ikafika mahala soko likatengwa kwamba liwe na wasimamizi wa soko. Wakafika mahali pa kutenga soko liwe na uongozi wake. Uongozi wake nakumbuka alikuwa anaitwa Eli. Wana soko mpo? Eli ndiye alikuwa kiongozi wa eneo hili husika. Na michango yao ilikuwa inapita. Basi ikatokea sijui ni mtafaruku sijui ni nini, ikaonekana hili soko liingie katika eneo la serikali ambalo linahusu nyumba hii hapa, akiwapo mtendaji na mwenyekiti wa mtaa. Sasa hapo mpaka leo hii ushuru ulisimamishwa kuchukua ushuru. Sasa hapa wakina mama sijui kama bado wanatoza ushuru, sijui kwamba ushuru unaendelea,
lakini iliposimamishwa Eli alisimama uongozi. Sasa sijui kwamba mpaka leo uongozi unakwenda kwa nani. Kwa hiyo swala lote hili mwenyekiti wa mtaa ana taarifa zake kwamba hili soko liko upande gani, lakini uzao wa hili soko ni kilabu cha maendeleo ambaye kilikuwa cha wakina mama. Kwa jina naitwa Defroza Samuel Winga. Kero yangu ni kwa ajili ya mlima wa Mbalizi. Kwa kweli mlima wa Mbalizi unatutesa kama wana Iwambi. Umeua watoto wetu ambao tulikuwa tunawategemea na alikuwa ni tegemezi. Wakina mama wamekufa, wameacha familia kutokana na mlima wa Iwambi. Naomba kama rais yupo anatusikia, kama rais anatusikia wana Iwambi, naomba atusikie kero yetu ya Iwambi. Kama na uwezo wa kutupanulia barabara, atupanulie barabara, aisi zipite pembeni, magari makubwa wawe na barabara ya kwao. Kwa kweli tunaumia kama wana Iwambi. Naomba kama rais anatusikia, asikie kero hii ya wana Iwambi. Tumelia vya kutosha. Tunaomba baba utusikie. Kama kweli baba unatusikia, tunaomba kero utupanulie barabara ya Iwambi. Iwambi pale kuanzia hapa kwenye kituo cha Iwambi cha stendi yetu ambapo wameweka barabara, sasa hizi magari yanapaki haya makubwa, ndo chanzo kinapoanzia, breki zinapoanzia. Ikifika tu hapa chini, kwa kweli Mungu atusaidie, tunaomba. Na haya ndio majibu ya mwenyekiti wa CCM wilaya ya Mbeya Ephraim Somba. Jambo kubwa ambalo nimeliona hapa ni mkanganyiko wa hili soko. Kwamba soko ni la nani? Kati ya chama au halmashauri. Sasa kwa historia ya mzee hapa aliyozungumza hapa kwamba soko hili ni zao la kilabu ambacho kilikuwa cha UWT cha CCM, inaonyesha wazi kwamba soko hili ni la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama soko hili ni la Chama cha Mapinduzi na wananchi hawa wameteseka kwa muda mrefu kwa kujua kwamba diwani ameshasema hapa hata kupeleka maendeleo kule, kupeleka changamoto zenu za kimaendeleo hapa kwenye soko hili ilikuwa inamchanganya kwamba aende wapi, aende kwenye chama au aende kwenye serikali. Kwa sasa inadhihirisha kwamba soko hili la Chama cha Mapinduzi. Na kwa kuwa hili soko la Chama cha Mapinduzi, mimi naielekeza kamati ya siasa ya kata, mkae mtuandikie na mjue vitu gani ambavyo kwa kushirikiana, kwa sababu tukisema kamati ya siasa ya kata na diwani yumo, mkae mtuandikie kamati ya siasa ya wilaya na mjue changamoto zipi ambazo zinatakiwa kufanywa ndani ya soko hili, na zingine hizi ambazo mimi nimeziona hapa, ikiwemo maji hakuna hapa, natakiwa lioke soko eneo hili likiwekwa vizuri. Tunaamini wananchi hawa watanufaika na mambo mengi. Kutoka hapa katika soko la Iwambi jijini Mbeya, ni mimi Rashid Mkwinda, Mbeya Yetu Online TV.